Matumizi huanza asubuhi. Ukiwasha tu taa, pesa inatumika. Ukifungua bomba la maji kuoga, pesa inatumika. Ukitaka kupiga pasi nguo zako, pesa inatumika. Unaacha hela ya matumizi nyumbani, pesa inatumika. Unapanda gari kwenda kazini, pesa inatumika. Yaani ni makato, makato, makato. Umeshawahi kujiuliza pesa zote unazokatwa huwa zinaishia wapi na huwa zinafanya kazi gani? Ripoti ya CAG ya mwaka wa 2023-2024 imetufumbua macho. Ripoti hii inaonyesha wazi kabisa ni wapi pesa zetu za kodi huwa zinapotelea. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Bwana Charles Kichele katika ripoti yake ya mwaka wa fedha wa 2023-2024 ameibua maswali mengi sana kuhusu hali ya mashirika ya umma hapa nchini. Takwimu zinaonyesha kuwa mabilioni ya fedha ya walipa kodi yamepotea kwenye mashirika ambayo yanaendelea kupata hasara bila mafanikio yoyote yale. Kwa mfano, shirika la ndege Tanzania lilipata hasara ya bilioni 91.8. Ni shirika ambalo limekuwa likikodi ndege ambazo hazifanyi kazi wakati mwingine, hali ambayo inaleta mashaka ya usimamizi. Lakini pia shirika la mawasiliano TTCL limepata hasara ya bilioni 27.78. Hali hii inatokana na ushindani mkubwa kutoka katika makampuni binafsi, huku mtandao wa TTCL ukiwa hafifu licha ya uwekezaji wake mkubwa. Shirika lingine ni shirika la reli, limepata hasara ya bilioni 224, na shirika lingine ni shirika la posta, limepata hasara ya bilioni 23.63. Katika zama za kidigitali, shirika hili limegoma kabisa kubadilika. Wakati watu wanatumia mtandao kutuma na kupokea taarifa, posta bado imekwama katika mfumo wa enzi za zamani. Kwa hali hii, kwa nini isipate hasara? Na shirika lingine ni shirika la TANESCO, limeendelea kupata hasara licha ya kuwa na jukumu kubwa la uzalishaji na usambazaji wa umeme nchini. Mikataba ya uzalishaji wa umeme ya gharama kubwa ndiyo chanzo kikuu cha upotevu wa mapato. Swali la msingi la kujiuliza ni je, kama mashirika yanaleta hasara, kwa nini bado yanaendelea kupewa pesa zetu? Ni wazi kwamba mashirika haya si tu yanapoteza pesa, bali pia yanapoteza imani ya wananchi. Kila mwaka serikali inatoa mabilioni kama ruzuku au mikopo kwa mashirika haya, lakini hakuna uwazi wa kutosha kuhusu ufanisi wa fedha hizi, mabadiliko ya kiutendaji, pamoja na uwajibikaji wa management na wakurugenzi. Ninatambua juhudi za serikali. Licha ya changamoto hizi, ripoti ya CAG inaonyesha kuwa kuna mashirika ambayo yalipata faida. Kwa mfano, shirika la maendeleo ya petroli Tanzania lilipata faida ya shilingi bilioni 248.75. Shirika la nyumba la taifa lilipata faida ya shilingi bilioni 242.9. Pamoja na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania ilipata faida ya shilingi bilioni 140.48. Haya ni sehemu ya mashirika 31 yaliyopata faida katika mwaka wa fedha wa 2023-2024. Hii inaonyesha kuwa kunapokuwa na usimamizi sahihi, mashirika ya umma yanaweza kuwa vyanzo vya mapato badala ya kuwa mzigo kwa serikali. Ngoja nikupe mfano rahisi kabisa. Tuashumu wewe ndio bosi, umeamua kuwekeza katika biashara ndogo ndogo ya usafirishaji. Tuseme umeamua kununua bajaji, ukawapa madereva waendeshe na wao wakuletee pesa. Kazi yao ni kuleta hesabu za mapato kila siku. Lakini kila siku madereva wako hawakupi pesa. Wengine wanadai bajaji zimeharibika, wengine hawapokei simu. Yaani sababu zinakuwa ni nyingi sana. Badala ya kukupa fedha, wamekuwa wanakuletea tu visingizio. Unaishia kupata hasara. Sasa swali ni je, utaendelea kuwavumilia? Sasa hivi ndivyo serikali inavyofanya kazi na mashirika. Kila mwaka inatoa mabilioni ya pesa kama mtaji. Kila mwaka badala ya faida zinaletwa ripoti za hasara. Hakuna hesabu za wazi wala mpango wa mageuzi wa kweli. Hakuna hatua madhubuti kwa viongozi wanaoshindwa kufanya kazi. Na bado serikali inaendelea kuwekeza fedha zaidi. Najaribu tu kufikiria, kama shirika linapoteza fedha kila mwaka, kwa nini lisifungwe? Au kwa nini lisibadilishwe mfumo wa uendeshaji? Je, kuna tathmini huru inayofanywa kabla ya kuongezwa mitaji? Kwa nini viongozi wanaoongoza mashirika haya hawawajibishwi hadharani kama wanashindwa kufanya kazi? Je, huu si mzigo kwa mlipa kodi ambaye tayari anakatwa kodi kila siku? Na mbaya zaidi ni kwamba hasara zinazotokana na mashirika haya ndizo sababu za kuongezeka kwa deni la taifa, kwa sababu serikali inalazimika kukopa zaidi ili kufidia mapengo yaliyopo. Deni la taifa kwa sasa linakaribia trilioni 100, na mbaya zaidi linaendelea kuongezeka kuliko kupungua. Lakini athari nyingine ni kupungua kwa fedha kwenye huduma za msingi kama vile elimu, afya, maji, barabara vijijini. Hivi vyote vinaathirika kwa sababu ya hasara hizi zinazotokana na mashirika. Lakini athari nyingine ni kushuka kwa morali ya wananchi. Unajua, wananchi wanapojua fedha zao zinapotea bila hatua kuchukuliwa,
wanapoteza imani na serikali yao. Lakini pia athari nyingine ni uimara wa uchumi wa taifa unadolola. Na unadolola kwa sababu ya mashirika yasiyochangia pato la taifa kikamilifu. Uhalisia unaonyesha kuwa mashirika mengi yanaendeshwa kwa maslahi ya kisiasa na si kitaalamu. Viongozi wa mashirika haya wanateuliwa kwa ukaribu wa kujuana na si kwa uwezo wa rekodi za kiutendaji. Huenda mikataba mingi haipitii michakato ya wazi, inapitishwa tu kwa sababu ya shinikizo la kisiasa. Sasa nini kifanyike? Kwanza, ni muhimu sana kufanyika tathmini ya kina katika mashirika yote haya ya umma. Na inapofanyika tathmini ya kina, hii itasaidia kuamua shirika lipi linatija na shirika lipi linahitaji kufutwa. Lakini mbili, ni kubinafsisha baadhi ya mashirika ama kushirikiana na sekta binafsi. Kwa mfano, shirika la UDART, shirika la mwendokasi. Shirika hili kwa sasa limekuwa na hali mbaya sana. Magari yameharibika, wananchi wanapata changamoto kubwa sana kwenda makazini. Kama serikali imeshindwa kuendesha shirika hili, basi ushauri wangu ipewe sekta binafsi kuendesha mradi huu. Jambo la tatu ni kuanzishwa kwa mfumo wa performance contract kwa wale wakurugenzi, ambapo mfumo huu ukiongozwa na malengo ya kitaifa. Lakini jambo jingine ni kupima mashirika kwa kutumia KPIs. Sio tu kuongea maneno kwamba wameshindwa au wameweza. Hapana, ziwepo data zinazoonyesha matokeo ya utendaji kazi wao. Jambo jingine, kuwe na uhuru katika vyombo vya habari kufuatilia. Kwa mfano, CAG, TAKUKURU na vyombo vingine vya habari, ili kuchunguza na kuripoti bila kuwa na uoga wowote ule. Na jambo la mwisho ni kuanzisha kipindi cha majaribio, a trial period, kwa wale viongozi wa mashirika. Na hii itasaidia kuangalia utendaji wao ndani ya miezi 6 hadi mwaka hivi. Tunahitaji sera madhubuti za kimkakati, na sio maneno tu. Tunahitaji kuona hatua, tunahitaji kuona matokeo chanya. Kodi ya mwananchi isiwe sadaka kwa mashirika yaliyoshindwa kujiendesha. Langu jina ni James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera, mipango na maendeleo ya jamii. Ukiona video hii, usikae kimya. Toa maoni yako na usiogope kuuliza. Kodi zetu zinaenda wapi?